Na mtazamaji, nadhani utakuwa unafahamu kwamba wiki iliyopita bwana, moja kati ya story ambazo zilikuwa zina trend zaidi huko mitandaoni bwana, ni story hii ya huyu binti ambaye alikuwa ni girlfriend wa Dulvani bwana. Binti ambaye alikuwa ni girlfriend wa Dulvani bwana, alimeke headline, na hii ni kutokana na kwamba kulikuwa kuna rumors nyingi, kila mtu alikuwa anazungumza la kwake kuhusiana na kuvunjika kwa mahusiano kati yake yeye na mpenzi wake huyo Dulvani mwenyewe. Bwana, kila mtu alikuwa anazungumzia kwamba sababu ambayo ilifanya Dulvani akaachana na huyu binti ni nini, na habari ambazo zilikuwa zinazungumzwa chini ya carpet ni kwamba binti bwana alikuwa hapati matunzo, alikuwa akiumwa, anarudi nyumbani kwenda anarudi nyumbani kwenda kuugulia nyumbani. Lakini pia vile vile gari ambayo tuliiona imepostiwa kwamba Dulvani amemnunulia ile gari bwana, ni kwamba hakuinunua, gari ilirudi showroom. Baada tu ile tukio, binti mwenyewe alifunguka akasema kwamba gari ile bwana hajawahi kuipanda, hajawahi kuiona, wala funguo yake haijui, kadi yenyewe hajaiona. Gari ilirudi showroom na wenyewe napo akarudi nyumbani na wakaendelea na maisha yao. Lakini pia vile vile kitu kingine ambacho kiliibuka kuhusiana kuachana kwa Dulvani na mpenzi wake huyu ni kwamba kulikuwa kuna hii taarifa ya kudaiwa kwamba Dulvani bwana, kuna kipindi alikuwa amefulia hata unga haukuwepo nyumbani. Kwa hivyo basi ikabidi binti awe anarudi nyumbani kwenda kuchota unga kwa ajili ya kwenda kupika ale na Dulvani. Hiyo pia ni moja kati ya story ambazo zilizungumzwa. Na story zote hizi bwana zilikuwa kama rumors, lakini binti mwenyewe baada ya kutengana na Dulvani aliamua kufanya media tour. Alizunguka katika media mbalimbali kwa ajili ya kufanya interview, na mwisho wa siku bwana, katika hizo interview ndipo ambapo binti akaamua kufunguka hayo yote kwamba ni kweli. Kuanzia swala la gari, ishu yeye kuumwa anarudishwa nyumbani, lakini pia vile vile kuishiwa mpaka kwenda kuchota unga nyumbani. Kwa hiyo katika hizo interview binti aliamua aweke kila kitu bayana, na baada ya hapo bwana, ilikuwa ni moja kati ya story ambayo ilizungumzwa sana katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba binti mwenyewe pia baada ya kuachana na Dulvani, kila mtu akawa anamzungumzia binti baada ya kuona kwamba anafanya ma-interview kila sehemu. Watu wakawa wanamshauri kwamba binti kama angekuwa anafanya biashara, basi biashara yake ingeenda. Kama ingekuwa katika zile interview angekuwa na promote na biashara au bidhaa ambazo anameamua kuziuza, basi angekuwa amefanya moja kati ya vitu ambavyo ni very genius. Kwa hiyo kitendo cha yeye kwenda kufanya interview bila kuwa na biashara yoyote, bila kuwa na mchongo wowote ule, ilikuwa ni kama vile anapoteza muda, anajichafulia brand na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya hayo yote kutrendi bwana, ni kwamba binti akawa amekaa kimya kidogo, hususan ukiangalia hapa hivi juzi hapa ni kwamba habari ambayo ilikuwa ina trendi baada ya binti huyu kuachana na Dulvani, habari nyingine ambayo ilikuwa ina trendi ni issue ya Wema Sepetu kujifungua, moja kati ya story ambazo zimemeke headline kupitiliza huko mtandaoni. Maana bwana, Wema kujifungua bwana sio jambo dogo, ni jambo la kitaifa, limechukuliwa hivyo, kwani Wema alikuwa na struggle kwa muda mrefu kutafuta mtoto. Sasa alivyokuja kupata mtoto bwana, watu wameshow love kwa mtoto huyo to the maximum, kuonyesha kwamba ni moja kati ya kitu ambacho Wema alikuwa ndo shauku ya moyo wake. Kwa hiyo alivyokuja kupata mtoto, kila mtu akaamua kumpongeza Wema. Kwa hiyo Wema ndo akawa na trend sasa baada ya ile issue ya Dulvani. Bwana, sasa jambo la ajabu zaidi ni kwamba jioni ya leo mpenzi huyo au ex wa Dulvani amerudi tena kwenye vichwa vya habari katika page mbalimbali mitandaoni kutokana na tukio ambalo amelifanya. Binti alielezea kwamba familia yake ilikuwa imemkataa Dulvani kwa sababu hakufuata utaratibu. Bwana hakufuata utaratibu, na nyumbani kwao binti hawataki mchezo. Hivyo basi ni binti ambaye kwao anajiweza, kwa hiyo bwana wakamuamuru arudi nyumbani. Lakini ukiachana hayo yote, tangazo ambalo amelifanya huyo binti limekuja kuwaacha watu wengi sana mdomo wazi, ukizingatia kwamba ni binti ambaye anadai kwamba familia yake ni familia ya maadili, wanafuatilia mienendo ya binti yao, na ndio maana hawakupendezwa na kitendo cha yeye kwenda kuhamia kwa Dulvani from nowhere. Sasa hili tangazo bwana ni tangazo la suruali kutoka katika moja kati ya maduka maarufu kabisa jijini Dar es Salaam, ambapo binti huyu bwana amelipwa kuwa kama model katika promotion ya suruali hizo.
Sasa kupata dili la kupromoti bidhaa sio tatizo. Tatizo ni kwamba mahadhi au jinsi ambavyo binti alivyokuwa portrayed katika tangazo hili ndio kitu ambacho kimekuja kuibua mjadala mzito huko mtandaoni. Kwa mujibu wa video ambayo tumeiona ni kwamba video hii bwana inamuonyesha binti akiwa ameshika suruali nyekundu, na duka linafahamika kwamba ni duka la suruali za jeans. Sasa alikuwa ameshika jeans nyekundu, lakini sasa wakati ameshika jeans ile, binti alikuwa amevaa nguo yake ya ndani tu, yani alikuwa na chupi tu peke yake, ndo akawa ameshika hiyo suruali, kisha akaanza kuivaa pale pale mbele ya kamera. Na wakati anaivaa bwana, akaonyesha mpaka maumbile yake, akawa amegeuka, watu wakawa wanamuona amevaa chupi, lakini pia kalio zote ziko nje na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo limewashtua watu wengi sana huko mitandaoni. Watu wengi sana hawakutegemea kukiona kitu kama hiki kutoka kwa binti huyu, na watu wengi sana wamekuwa surprised kuona hilo jambo ghafla mno mara tu baada ya kuachana na Dulvani. Peji mbalimbali bwana zimekuja ku-comment au zimepost na kuweka ujumbe mbalimbali. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameandika kwamba aibu, hii ndio Dar es Salaam bwana, aibu utaona wewe. Kuna page hapo wamekuja kuandika hivyo kwamba aibu utaona wewe. Sasa kutokana na hicho ambacho kimepostiwa bwana, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hii issue. Hawajapendezwa wengine kuona kwamba huyu binti kama vile amejanjaluka haraka mno. Ameanza kupostiwa videos ambazo zinaonyesha maumbile yake, amevua nguo, ameposti akiwa yuko nusu tupu. Tangazo gani namna hii bwana? Wadau wamekuja juu kweli kweli huko kwenye comment section. Kwa mfano kuna mtu amesema bwana, ndugu zangu mlizani kwamba mtanikimbia Facebook kama Nana Dolls bwana ni mmoja kati ya wadada ambao wanapataga sana haya maubalozi, na yeye pia amekuja hapa ameshangaa kweli kweli, alafu akasema kwamba bwana, nilisemaga jambo ndugu zangu, mkaniani follow bwana, mkavunja mpaka undugu. Umeona bwana, ni kwamba Nana Dolls anadai kwamba kuna kitu alisema watu wakamchukia. Sasa mambo ndo hayo. MC Garabia anasema bwana, soundtrack kali. Ngosha anasema bwana, hata kameramani wake pia vile vile hawezi kukubali mtu, hawezi kukubali kwa mtu wake. Ameandika hivyo kisha kaka emoji ya kucheka, akiwa anamaanisha kwamba hata kama kameramani ndo angekuwa mpenzi wake aje ashutiwe hivyo angekataa. Sasa huyu binti imekuwaje amekubali kushutiwa hivyo? Ni kiasi gani cha fedha amelipwa kiasi kwamba amekubali kushutiwa namna hiyo makalio nje? Na ni binti ambaye wala uwezi ukadhania kwamba anaweza kashuti video namna hiyo. So ni kitu ambacho kiukweli kimewashangaza watu wengi sana, lakini na wewe pia hebu tuwekee maoni yako kwenye comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.